Tuna kila sababu ya kuendelea kushukuru nguvu ya ulimwengu, nguvu ya universal ambayo imeendelea kutufanya tuendelee kuwa hai na uzima ambao tulionao. Bila shaka na wewe pia utakuwa ni mtu mwenye kushukuru kwa neema hii na baraka hii, nguvu ya Mwenyezi Mungu, nguvu iwezao kutenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Hilo ni jambo muhimu sana na kila mtu anapaswa kuzungumza hivyo kwa kishindo, kwa heshima kubwa. Lakini pia tunaendelea kuwakumbuka na kuwaenzi wazee wetu ambao walitangulia mbele za haki na kuwaombea kila lililo la heri, kila lililo la jema katika ulimwengu huo wa kiroho. Basi nafsi zao katika ulimwengu wao wa kiroho, nuru na mwangaza wa ulimwengu endelee kuishi na wao. Kwa heshima kubwa ni kukaribishe katika makala hii ya Human Hits ambazo tumekuwa tukitoa elimu mbalimbali, na leo tunaingia katika mada nyingine mpya kabisa. Tunaianza siku ya leo, na mada hii siku ya leo inasema uhusiano kati ya akili, mwili na ulimwengu vinawezaje kushirikiana, vinawezaje kufanya kazi kwa pamoja. Undani zaidi wa hivi vitu vitatu ambavyo kimsingi vimekuwa vikizungumzwa katika muktadha na mazingira tofauti tofauti. Japo tulifafanua katika mada zilizopita, lakini kwa sasa tutaifafanua namna ambavyo vinaweza kushirikiana, namna ambavyo vinaweza kufanya kazi. Kwa series hii na muendelezo huu ambao tutakao tunauleta kwenu, basi inahitaji utulivu, umakini, inahitaji hekima, inahitaji busara kuweza kukaa chini na kuweza kusikiliza kwa umakini, uweze kujifunza mambo mengine zaidi. Mimi naitwa Mr. Kamtizi na hii ni Human Hits ya Kam TV Tanzania. Sasa tukianza katika mada hii, tunaangalia uunganisho wa ndani kati ya akili yako, mwili wako na ulimwengu unaotuzunguka. Hapa ndipo tunapoangalia maisha ya kweli na amani ya mtu yoyote ya ndani. Inaanza tu pale ambapo unapoelewa uhusiano huu. Ni muhimu sana kuangalia na kuangazia. Sasa tuanze kwanza na kipengele cha mwili ambao tunautazama, tunauona, tunaona kwa macho yetu, tunashika kitu chochote, tunafanya chochote kwa kutumia mwili. Mwili huwa unatumika kama darubini. Nadhani darubini tutakuwa tunaifahamu watu wote. Darubini ni kifaa cha kuweza kuangalia kitu ambacho kiko mbali. Ni kama kifaa au ni kifaa ambacho unaweza kuweka kwenye macho ukaangalia kitu ambacho haukioni kwa macho kwa ukaribu. Unakivuta kiweze kuja kwa ukaribu. Kwa mwili unatumika kama darubini. Na darubini ya nini? Ni darubini ya ulimwengu. Kwa ulimwengu wa vitu vyote vilivyotuzunguka. Mwili wako unakuwa kama darubini. Ili sasa mwili wako utumike vizuri au uwe darubini nzuri au uweze kunasa vile vitu ambavyo vioni katika ulimwengu wako wa kiroho au ulimwengu wa kiroho, lazima uweze kujua namna ya kujiconnect. Lazima uweze kujua namna ya uhusiano jinsi ulivyo kati ya akili yako, mwili wako na ulimwengu wako. Hapa ndipo watu wengi wamekuwa wakifundishwa kwenye imani za kidini, wamekuwa wafundishwa kwenye imani mbalimbali, kwenye mifumo mbalimbali, lakini kuna vitu fulani ambavyo vinafungwa, watu hawafungulii ukweli. Hebu tusikilize hapa. Jaribu kuusikiliza mwili wako, na hii ifanye kama njia ya kujua hali yako ya kiakili. Labda nitoe mfano, maana tutajifunza pia kwa mifano. Kwa mfano, unapohisi mkazo kwenye shingo, hapa kitu chochote au maumivu kwenye shingo, mkazo wowote kwenye shingo, hiyo tunaweza tukasema kuwa ni ishara. Hapo sasa tunaangalia kwamba mwili wako hauongei, lakini hisia zako inaongea. Na kwa kuzingatia hilo, tunaangalia mwili kumbe unaweza kujua ukweli wa hali yako ya ndani bila kuingiliwa na story ya kiakili. Na akili hapa tunaizungumza kama mind na ufahamu katika hali ya presence. Akili ya binadamu huwa na mzunguko wa ndani ambao tunasema ni inner chatter, ambao inaufanya tujifunge kwenye ulimwengu wa mawazo badala ya ulimwengu wa kweli. Watu wengi tunajifunga sana kwenye ulimwengu wa mawazo badala ya kujifunga kwenye ulimwengu wa kweli. Hilo ni jambo ambalo watu wengi hawajui. Kwa mfano, tunaweza tukasema unapokumbuka matatizo ya jana au kuwaza mashaka au kuwa na mashaka ya kesho, maana kuwaza kesho, kuwa na mashaka tu kwa ujumla, hii yote inatokana na mind identification, kwenda katika presence. Naweza kukwambia kwamba utambua kuwa wewe si mawazo yako bali ni ufahamu unaokutazama.
Hapa ndipo unakuja kutambua kwamba unapojizuia kujihusisha na mawazo, unaweza kuishi kwa ujasiri zaidi. Na hapa ulimwengu unatazama uzoefu wa moja kwa moja, kuona kama ulimwengu kama filter au akili. Na mara nyingi tunatambua mambo kwa kutazama au kutumia maelekezo ya kiakili. Unapoangalia uunganisho au mzunguko wa akili yako ya ndani, lazima utahisi uunganisho au muunganiko wa vitu vyote vinavyokuzunguka. Kwa mfano, mti, watu na hata upepo, mimea na vitu vingine. Ukiangalia vizuri, na hii hali mara nyingi umesikia kwa Kiingereza unasema oneness au umoja, ambao unaleta amani na furaha ya kweli katika maisha ya mtu. Hapa tunakutana na kitu kingine kinaitwa nishati ya maisha, ambao tunasema kwa Kiingereza ni life energy. Sasa hii life energy, nishati ya maisha, huwa inakuwa around katika ulimwengu, ina survive, ambao tunasema kila siku tunashukuru nishati ya ulimwengu, tunashukuru nguvu ya ulimwengu, nguvu ya ulimwengu. Tukianza na nguvu ya ulimwengu, tunakuwa tunamaanisha life energy, tunakuwa tunamaanisha nishati ya maisha ambayo inakuwa tunajiunga nayo. Kinachotumia mmea, kinachotumia nini, hicho nacho tunashirikiana nacho katika life force. Sasa tunapokuwa katika hali ya present, hali ya usasa, hali ya sasa hivi, hapa tunajihusisha na nishati ya asili ambayo tunaita ni life force. Sasa katika mtiririko huu au katika muunganiko huu, lazima ujue kwamba wote tunashare energy hii, tunashare nguvu hii bila kuwa na vikwazo vya aina yote. Vikwazo labda wewe mwenyewe uviweke katika mzunguko wa mawazo yako. Hii inaweza kujidhihirisha kwa hamu ya kufanya kitu au kazi kwa urahisi au kwa furaha. Jitahidi unapokuwa sehemu, jitahidi kukubali hali halisi. Hapo ndipo unapofungua nguvu yako ya ndani, tena unafungua kwa upya na uzuri zaidi. Tujitahidi kufanya mazoezi ya kimya kimya kwa sekunde 5. Sikia nguvu yako ya ndani, sikilize nguvu yako ya ndani. Pengine unaweza kujiuliza na kufikiria, nafikiria nini kwa sasa? Jiulize, je, niko hapa? Ni kweli? Tambua ego yako ya ndani, tambua hisia zako za ndani. Jaribu kufanya kitu kwa uangalifu na kwa umakini zaidi, kama kunywa chai, kutazama mti, na mambo mengine ya kufikirisha akili yako, kufikiria kitu cha ndani zaidi. Hapa tunaonyesha uhusiano au muunganiko wa akili yako, mwili na ulimwengu, na vitu vingine tofauti ambavyo vimeunganishwa na tumeunganishwa katika nishati moja. Na hapa ukijikuta kwamba unashindwa na mawazo, zingatia mwili wako, pumua na sikia nguvu ya ndani. Jitahidi kutambua kwamba wewe ni sehemu ya uzima wa ulimwengu. Jinsi wewe ulivyo mzima kwenye ulimwengu, na vitu vingine vilivyo hivyo vizima katika ulimwengu. Kwa wewe unakuwa be connected, unakuwa connected. Umeona? Tafuta amani, tafuta furaha ya kweli katika ulimwengu halisi, ulimwengu ambao umetuzunguka. Jinsi vile vinavyopumua, vinavyoishi, vinavyotumia ile nishati, na wewe hisi hivyo unatumia ile nishati. Hapo utakuwa uko karibu zaidi katika akili, mwili na ulimwengu. Leo tuishie katika sehemu hiyo ya kwanza. Tukutane katika sehemu nyingine ya pili katika mada hii ya uhusiano kati ya akili, mwili pamoja na ulimwengu. Langu jina ni Mr. Kam wa Kam TV Tanzania.